Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mimi na maswali mawili. Swali la kwanza nauliza, huu mwezi wa Ramadhani kupiga mswaki mchana inafaa? Swali la pili, kukoga mchana mwezi wa Ramadhani inafaa? Wamezungumzia jambo kama hili la kutia mswaki baada ya zawal ni makruh. Baadhi yao wakasema makruh tanzih kama wengi katika madhhabi Shafi'ia, na wengine wakasema makruh tahrim kama wengi katika madhhabi Hanafia, kwa maana kwamba kupiga mswaki mchana wa Ramadhani ni jambo ambalo linakuwa ni karaha kwa sheria. Kwa nini? Katika ile hadithi yetu kwamba huu umma umehusishwa na mambo matano, hajahusishwa mambo hayo kuliko wanachuoni nini wa umma zingine zote. Kwa hiyo katika moja ni khalufu famisai, ni ile harufu ya mvundo ya mtu aliyofunga, ile ni atyabu min rihi almiski inda Allah, ni atyabu inda Allah min rihi almiski. Sasa kwa kuwa hilo maulama wakaona ni makruhu kupiga mswaki baada ya zawali, inafaa kupiga mswaki wakati wa asubuhi. Zawali ni time gani? Ni ile time inapoingia wakati wa dhuhuri, ile ndio zawali. Makijua pale na kwa katikati katika mstatili wake ina katikati. Kwa hiyo pale ikianza kwenda huko ni upande wa pili ndio inaitwa zawali. Ikiwa huko baada hajapenduka ni asubuhi. Kwa hiyo kufanya mswaki time ya asubuhi yote kuanzia alfajiri na usiku wake na asubuhi yake haina shida. Shida iko pale zawali, kisha kwa saa 6:30 labda au saa 7 kasoro, saa 8 kuendelea, pale ndio makruhu kutumia mswaki. Maana kuna wengine hawawezi, ndio wao inakuwa na wapatabu hata wenyewe. Na siku za mchana kuna vitu unakula kama mchinga unakusaidia ili hali yako ya mdomo ikawa nzuri, lakini sasa kwenye saumu inakuwa ngumu, kwa uzito unakuja zaidi. Kwa hiyo maulama wakachukulia hukumu kuangalia kwamba ni makruhu. Lakini pia katika madhehebu ya Shafi'i iko kauli ambayo yenye nguvu kidogo. Imam Nawawi akatoa hadithi ambazo yeye kwa upande wake anaona zina nguvu, yafaa kutumia mswaki baada ya dhuhuri, yani manake hadhuri ya asri na kuendelea, kwa maana sio kama maksudi ile khalufu misai ni ile kunuka kwa halisia. Maana yake ni ile hali ya kwamba maida umekaa muda mrefu imebadilika, unatoa harufu. Sasa kuna kinywa chenyewe, hichi kinywa tu kina matatizo yake, kwa unaweza kujisafisha kwa sababu alislamu nadhifu fatanadhafu bikul masala. Akaangalia hilo. Maana kuna watu wengine sasa kwa kupitia hii hadithi ndio wanajitendekeza tena, hata mswaki wenyewe anaupiga kwa bajeti, ile harufu inakuwa mbaya zaidi. Na hakuna kitu kibaya kama kuwatia watu karaha wakati wa kuswali. Sasa wakati wa kuswali unasoma, harufu ya mdomo wako inatoka na kuwa kali, lakini ile harufu inayotoka katika tumbo ina mnuko wake ambao sio kukarihisha kama hivi inapokuwa kuna uchafu kwenye chakula, kwenye mdomo, na kama uchafu wa chakula unabakia kwenye mdomo. Na akatumia hadithi kwamba Mtume sasa amesisitiza sana kufanya mswaki, laula na shuqa la ummati la martu biswaki inda kulli wudu, kila time ya wudu, na katika riwaya inda kulli sala, kila time ya sala, kwamba ingekuwa sichelei. Mtume anasema sallallahu kuatia dhiki umma wangu, ningeamrisha tie mswaki kila wanapotaka kutia udhu. Katika riwaya nyingine kila wanapotaka kuswali, ingawa ya kutia udhu ndio yenye nguvu na ya kuswali ni ina udhaifu, lakini inatumika katika fadhail a'mal. Kwa hiyo swala la mswaki maulama wamepita mipito namna hiyo kwamba ni makruhu kweli, lakini ikitokezea hali yako ya mazingira sio nzuri, ni bora kuangalia usafi wa asili ukatumia mswaki. Allahu ta'ala a'lam. Hilo swali la kwanza. Yeye aliuliza pia la pili ya kuoga mchana Ramadhani.
Je, mtu anaweza kaoga mchana Ramadhani? Na taban anaweza kuoga mchana Ramadhani, isipokuwa kuna zile sunna hatozifanya. Sunna gani hizo? Kwa mfano kufanya istinshaqi, kupandisha maji sikioni na hakadha. Hii hatofanya kwa sababu inaweza ikapelekea kupenya chochote kuingia ndani, itakuwa umefungua somo yako. Lakini kuoga yafaa. Sasa mtu pilika kwa taabani na maji yanatuhuisha sisi, kwa hiyo ukaoga. Lakini kupiga mbizi maulama wamekataza, yani ile kuzamia ile kwenda kwenye maji. Lakini kuchukua maji kuoga kama kawaida haina mbaya mchana wa Ramadhani. Allahu ta'ala a'lam. Kutokana na wakati tunakoma hapa. Mwenyezi Mungu atuwafikie somo zetu ziwe sahihi, zipokelewe na Mwenyezi Mungu, atulipe na tuwe miongoni ambao tutaingia katika ule babu Rayyan, kwa sababu watu wenye kufunga wana njia yao maalum kuingia katika zile pepo. Kwa hiyo atuwafikie Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa hao, atujalie miongoni ambao yastamuna alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila tafasir warzuqna al-'amala fihi ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.